tuko nyuma ya Natembeya. Hata mupepe miziko na makunia zote, muweke mahindi, muwekele kwa mgongo ya Natembeya. Hatutoki kwa Natembeya, tuko nyuma yake. Wetangula na Mudavadi tawe, Western no. Mtu akisema ati Waluya wako kwa serikali. Waluya wagani wenye wako kwa serikali? Waluya wenye wako kwa serikali ni Mudavadi na Wetangula na familia yake. Nataka kuambia huyu mama wa Tanzania huyu, naye atuchunge na atuchunge maisha ya Wakenya. Asituletee upumbafu yake ya huko Tanzania. Alafu mchinga mwingine huko anakaa ugali yenye merara, anaulizwa maswali. Badala atete kama Mudavadi wewe ulikuwa umekosa la kuambia wananchi wa Kenya ama ulimwengu plus Tanzania. Unatetea Tanzania. Ni kama wewe ni mwananchi wa Tanzania. Unatetea huyu mama Suluhu. Ama ulikuwa unataka umuoe. Tanzania ni nchi gani? Hii Tanzania hata uwezi linganisha na nchi yetu ya Kenya. Na wewe mama Suluhu, acha nikwambie, hii uongozi yenye umekalia Tanzania, umekalia wananchi wa Tanzania chapo. Hakuna mwananchi alikupikia kura hiyo Tanzania. Wewe ulikuwa vice president wa Magufuli hapa huku nyuma. Hata ni kama wewe ndio uliua Magufuli, ndio ukalie hiyo kiti. Mimi kwa majina mimi naitwa Nancy Mbai. Kwa bunge la mwananchi hapa Everett County ya Nakuru. Huwa napenda kupeana namba yangu ya simu 0716332889. Nashukuru kwa siku ya leo. So jambo langu la kwanza, nataka kuongea kwa hili jambo la kiongozi wetu ama viongozi wetu wa Waluya anayeitwa Natembeya. Huyu Natembeya, kitu ya kwanza ni kiongozi. Sababu unapoangalia huyu Natembeya kwa Kenya yote, yeye ni governor. Alikuwa governor namba 2 kwa kufanyia wananchi wake maendeleo. Alikuwa namba 2. Wa kwanza alikuwa Kang'ata wa Murang'a. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza. Na gavana wetu Natembeya alikuwa namba 2. Ninarudia, wananchi wetu wa Kenya wasikie. Sababu mtu mwizi ama mporaji hawezi kuwa namba 2. Namba 2 kwa Kenya yote. Kwa county. Senate gavana wa Murang'a ndio alikuwa namba 1. Second alikuwa Natembeya. So mimi hili jambo nataka nifikie Waluya wote kutoka Western. Sababu tumeona Natembeya alisimama na chama cha ODM. Nikamwona Silasia alisimama na chama cha ODM. Na walishinda. Na huyu Natembeya amekuwa Rift Valley County Commission. Amefanya kazi kwa Rift Valley. So sisi tunauliza kama wananchi wa Western, kama ni makosa alifanya ile wakati, mungemshika. Lakini isiwe saa hii yeye ni governor wa Trans Nzoia County. Kwa miaka 2 eti amepatikana na scandal. So tunauliza hii serikali, mulikuwa wapi wakati ile? Ama wakati hiyo? Sisi ama wananchi wa Western, Waluya, tunauliza hii serikali
Ni nini wanatafuta kwa viongozi wetu wa Western? Na tunataka tuambie serikali na wananchi wote wa Kenya, hii ni siasa. Siasa. Ninataka kuambia wananchi wa Western, ebu mshikane, mkue kitu kimoja. 2027 na ni vizuri sana tuko na chama yetu ya kutoka Western. Ebu tuingie kwa hiyo chama, tuachane na vyama vya kina watu. Unajua tumekundua sasa hivi kuna chama ya mtu ama chama ya kabila fulani. Kwa hivyo kama sisi Western, hiyo chama cha Eugene Wamalwa TPK, ebu tuingie kwa hiyo chama, tuungane, tukue kitu kimoja. Tuko nyuma ya Natembeya. Hata mupepe miziko na makunia zote, muweke mahindi, muwekelee kwa mgongo ya Natembeya. Hatutoki kwa Natembeya, tuko nyuma yake. Ambapo Natembeya tumemuona ni kiongozi ambaye anaenda kuunganisha wananchi wa Western, kuwaweka pamoja wananchi wa Western. Mtu mwenye ama Muluya ambaye saa anapika kelele ya Mudavadi na Wetangula na Mudavadi tawe. Western no. Western tulitoka kwa mambo ya Mudavadi na Wetangula. Hawa saa hii wako kwa serikali, wanakula na serikali na familia zao, wanakula na mwananchi wa Western. Hilo ndo swali langu ninauliza. Mtu akisema ati Waluya wako kwa serikali, Waluya wagani wenye wako kwa serikali? Waluya wenye wako kwa serikali ni Mudavadi na Wetangula na familia yake. Nimetoka pale na nataka kuongea kwa hili jambo la Gachagua. Gachagua sisi tumemuona wakiturura na Ruto wakiomba kura. Ilikuwa Gachagua Ruto, photo mwap, mama mboga, boda boda. Tuliwaona vizuri sana na tukawasikia. Muda kidogo ikao Gachagua sijui anakosana na kina Itumbi, sijui ati watoto wadogo. Akina Itumbi ni watoto wadogo. Hawa baba wakubwa wenye wamemea mandefu ndio kiongozi wa nje anaambia watu Gachagua alikuwa anakosana na watoto wadogo wa baba kama akina Itumbi. Akina sijui Sikasuti, sijui akina nani. Muda kidogo tukaona Gachagua inafaa afanye nini? Aimpichiwe. Sawa, akaweza kutolewa. Saa hii Gachagua ako nje. Gachagua, katiba yetu ya Kenya, sheria inamruhusu. Na kwanza hata koti ikaamua Gachagua kesi yake ilitupiliwa. Kwa hivyo Gachagua ako freedom ya kutembea kila mahali na kuomba. Na tumemuona amekuja amezindua chama chake. Na ni vizuri kiongozi ukitaka uongozi wa nchi, kaa na chama yako. Wacha kwenda kunyoshiria kwa chama ya kina watu. Hiyo ndio sasa tumekataa. Na chama ya Gachagua ni DCP. Na nikafurahia sana. Aliambia Matiang'i yeye tena akuja azindue chama yake. Matiang'i ako na chama tayari, ni ila hajajitokeleza kukuja kuizindua. Hii maneno ya Gachagua. Gachagua ni Mkenya. Gachagua ni kiongozi na ni Mkenya kama hao viongozi wengine, na ni kama naweza sema ni kama viongozi hao wengine.
Gachagua anaweza tembea kila mahali. Gachagua anaweza ingia kila kanisa, kimali popote. Vile viongozi wengine wanaenda wakiingia kwa makanisa, tunavyoona serikali saa hii inaingia kwa makanisa, ndio hiyo inazurura ikizunguka na pesa za wananchi. Kwa hivyo mimi sijui Gachagua alikunya kwa sahani ya nani. Kama alihara kwa sahani ya serikali, watu waambie. Sababu saa hii tumeona wewe kama uko upinzani, haistahili uende uingie kwa kanisa ya kina fulani. Ukiingia kwa kanisa ya kina fulani, wewe unalengwa. Unalengwa, unauliwa. Tumeona mabishop wa kanisa la Catholic. Kwa wiki moja tu, Gachagua alienda akaingia kwa kanisa ya priest mmoja. Saa hiyo na dakika hiyo tunasikia amematwa. Wiki hii Sunday aka mwingine huku keyo mara kwetu huku kwenye vita imeishi usiku na mchana. Wameshindwa kuenda kutengeneza huko hiyo maofu iishe. Wamelenga sasa ni mapriest, mabishop wa kanisa. Priest amekuwa kwa kanisa akahubiria wafasi wake vizuri, yeye kutoka akamatwa. Sasa saa hii serikali hii ni mabishop ni kulengwa. Kama wewe uungi mkono serikali, wewe sio wetu, ni kumalizwa. Na ndio tunaona serikali ya saa hii maofi inafanyia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo hata hawa mapriest wako na haki, wakaribishe kila mtu, hata kama ni umbwa, hata kama ni pusita, ingia pale kwa kanisa imuhubirie. Isiwe sasa wana upinzani ndio watalengwa. Hapana. Hii Kenya sasa mahali kwenye imefika, hapana. Sababu hao upinzani ni watu wetu, ni viongozi wetu sisi wote hii Kenya. Isiwe sasa upinzani wakienda kuingia kwa kanisa fulani, munalengwa. Hapana. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Serikali pale ibadilishe mwenendo. Sisi wote tunaweza kuwa kama viongozi wa hii Kenya yetu. Hiyo jambo tumekasirika nayo. Hatujafurahia kama wananchi wa Kenya. Kama ni uongozi sasa ndio hii. Hapana. Imetoka hapo. Nataka kuambia mama wa Tanzania huyu, naye atuchunge. Na atuchunge maisha ya Wakenya. Asituletee upumbafu yake ya huko Tanzania. Mimi nataka kuuliza huyu mama Suluhu, wewe kama akili yako inafanya kazi hiyo Tanzania, wewe unasema wewe ni kiongozi wa Tanzania. Martha Karua, akina Martha Karua na hiyo grupu nyingine, Boniface Mwangi, ni walikuwa walengwa wa nini? Ni maandamano walikuwa wameleta hiyo nchi. Hawa ni watetezi. Martha Karua ni lawyer. Sasa utuambia kama ni maandamano ndio walileta Tanzania, ndio uwafukuze. Akina Boniface Mwangi wakatekwa nyara. Alafu mchinga mwingine huko anakaa ugali yenye merara, anaulizwa maswali. Badala atete kama Mudavadi wewe ulikuwa umekosa la kuambia wananchi wa Kenya ama ulimwengu plus Tanzania. Unatetea Tanzania. Ni kama wewe ni mwananchi wa Tanzania. Unatetea huyu mama Suluhu. Kama ulikuwa unataka umuoe. Kama ulikuwa unataka kumuoa, ungeenda umuoe huko. Umulete kwa boma yako. Wewe unaona watoto wetu wametekwa nyara, wamepotea, na wewe unaenda kukaa. Unatetea huyo mama Suluhu alivyoongea. Hiyo kuongea mama Suluhu, acha nikwambie, si kuzuri, si maongezi mzuri. Hata heri ungenyamaza tu. Na wewe Mudavadi, kama ulikuwa umekosa la kuambia wananchi, heri ungesema tu
sababu ulikuwa kwa runinga. Ulikuwa kwa runinga unaulizwa maswali na mtangazaji wa Citizen. Kama ulikuwa umekosa la kusema, hata ili ungeambia huyu mtangazaji hii maneno tunaona Boniface Mwangi wametekwa nyara. Ama watu wetu wametekwa nyara na wengine wamefukuzwa. Hili jambo tunaenda kukaa tuliongelele na tutatue. Lakini sio kwenda kukaa kwa kiti ya Citizen unaongea umbafu. Una support Tanzania. Tanzania ni nchi gani? Hii Tanzania hata uwezi linganisha na nchi yetu ya Kenya. Na wewe Mama Suluhu, acha nikwambie, hii uongozi yenye umekalia Tanzania, umekalia wananchi wa Tanzania chapo. Hakuna mwananchi alikupikia kura hiyo Tanzania. Wewe ulikuwa vice president wa Magufuli hapa huku nyuma. Hata ni kama wewe ndio uliua Magufuli. Ndio ukalie hiyo kiti. Ndio uendelee kukalia wananchi wa Tanzania mkalio chapo. Na hiyo tabia yako. Sisi tunajua ya kwamba hiyo Tanzania hakuna mwananchi alikupikia kura. Magufuli alipokufa ikawa tu sasa wewe urudi kwa hiyo nafasi. Wewe Mama Suluhu, nakwambia na ninakuonya, wachane na wananchi wa Kenya. Sisi tunaona watu wako wako hii nchi yetu ya Kenya. Wengi wao ndio wanauza kahawa, wengine wamefungua mahoteli. Tunaona viwete wengi wamejaa hii Kenya yetu. Na hakuna kitu tunawafanyia. Tunawaangalia tu. Hata wengine wakiomba pesa tunachukuanga pesa zetu tunawapea. Kama hao viwete wanakaa street, tunatoa pesa tunawapea. Na wewe jambo lenye ulifanyia viongozi wetu, mawakili wetu na watetezi wetu akina Boniface Mwangi, hatukufurahia na hilo jambo. Chunga sana. Asante.